tu na kushukuru tu kwa jioni ya leo. Asante kwa sababu ya mwaminifu na asante kwa sababu hakuna kama wewe. Nasema ni asante Mungu, maana jina lako limeinuliwa kuliko majina yote. Asante kwa watazamaji ambao wanatutazama. Asante kwa wale ambao pia wako nasi mahali hapa. Na asante pia kwa wale ambao wako YouTube, Facebook na mitandao ya kijamii. Na tunaendelea na study yetu ya the book of Acts, ikiwa ni Calvary Chapel Likoni, na mimi nikiwa ni Pastor Nicholas. Na ukiwa nani? Florence. Kwa hivyo nashukuru Mungu na ningependa Florence akaweze kutuombea ili tukaweze kusonga mbele. Asante Baba Mwenyezi Mungu, asante kwa siku ya leo, natulinde tangu asubuhi, umetuongoza jioni tuweze kufika nyumbani mwako. Tunashukuru, nasema ni asante. Naombea mwalimu atakayenena jioni, kamuongoze, kampe nguvu, utawale mahali hapo, uwepo wako katika. Na asante ni katika jina la Yesu Kristo niweze kuomba atakuamini. Amen. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mwema. Najua kwamba anaenda kuonekana katika maisha yako, kwa sababu siku zote najua yuko nasi, na ni kwamba anatenda. Acts chapter 3. Tulimaliza chapter 2, najua kwamba leo tunaingia chapter 3, na ningependa ushike Biblia yako ili tukaweze kuendelea mbele kuweza kustari. Maandiko yanasema kwamba basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali. Hao ni watu ambao walikuwa na muda wao wa kuswali. Hasa hiyo muda wa saa 9 ilikuwa ni desturi ya wale watu wa Yerusalemu ama Wayahudi, walikuwa wanapenda kwenda hekaluni saa 9 kwenda kusali. Walikuwa na mara siku walikuwa enda mara 2 kwenda kusali, na moja hiyo masaa ilikuwa ni saa 9 za jioni. Kwa hivyo ilikuwa ni desturi. Mtu akisema desturi ni kitu ambacho kilikuwa kimezoeleka, ni kitu ambacho kilikuwa katika watu kwamba wanafanya kitu kile kwa mazoea. Kwa saa 9 ilikuwa ni masaa ya kwenda kuswali ama kusali. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambao walimweka kila siku katika mlango wa hekalu itwayo Mzuri. Kwa hivyo ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Kwa hivyo mtu mmoja ambaye alikuwa amezaliwa kuwa kiwete, kuna tofauti ya kiwete na kilema. Ule alikuwa ni kiwete. Kiwete ni mtu ambaye amezaliwa kutoka tumboni mwa mamake akiwa ni kiwete, amezaliwa hivyo. Na kilema unaweza kuwa wewe ulikuwa tu uko mzuri, alafu labda ikafika mahali ukapata ulemavu fulani. Kwa hivyo huyu alikuwa amezaliwa tangu tumboni mwa mamake akiwa ni kiwete, na alichukuliwa kila siku pelekwa mbele ya hekalu, kwa sababu alijua watu wengi wanapita pale, na kwa sababu watu wengi walikuwa wanaenda kwenye maombi, hawangepata nafasi ya kumpita, maana wangeingia pale ndani bila kumsaidia hela zao na nini, wangekuwa na jihukumu kule ndani. Kwa hivyo walikuwa desturi yake kaa kwenye mlango wa hekalu hili, akijua kwamba atapata usaidizi wa hela, kwa sababu waliokuwa wanapita pale kila siku walikuwa wanaona kwamba kama wangempita bila kumpatia, ama yeye alikuwa anaona wangepita bila kumpatia, wakiingia kule ndani watakuwa wenye kujihukumu. Kwa hivyo Petro wanafika pale wakiwa na Yohana. Nakumbuka wale walikuwa ni wanafunzi wa Yesu Kristo, na kulikuwa na wakati pia walikuwa ni watu ambao hawakuwa hawako karibu sana. Petro alikuwa katika wale watatu ambao walikuwa wanafunzi wa Yesu, na John pia alikuwa pale. Lakini kuna wanaona siku moja John na Jacobo wakisema kwamba wangependa mmoja awe mkono wa kushoto wa Yesu na mwingine mkono wa kushoto, mkono wa kulia huu mwingine. Kwa hivyo Petro akawa kwamba atakuwa ni kama ako nje, lakini ilifika mahali kwa sababu ya nguvu za Roho Mtakatifu niliposhuka katika chapter 2 mambo yalibadilika. Nakumbuka Petro pia alikuwa ni mtu ambaye Yesu akitembea naye, hata akisema kwamba mpe vya Kaisari vile vya Kaisari, ama aenda ukalete samaki, toa pesa kwa samaki, alikuwa tayari na ndoano. Yesu akimwambia alijua kwamba kuna ndoano ya kwenda kuvua. Na hata wakati Yesu anakuja sulubishwa alikuwa tayari na sword hapa akaweza kukata. Lakini Roho Mtakatifu aliposhuka katika chapter 2
tunaona kwamba yeye aliweza kubadilika akawa sasa ni mhubiri mashuhuri wa Mungu. Kwa hivyo hapa wanaandamana na Yohana wakiwa wanatembea ama wanaenda kuswali. Na huyu mtu yuko pale hekaluni. Na mstari wa 3 unasema kwa mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni aliomba apewe sadaka. Kwa hivyo yeye aliomba apewe sadaka, alms. Hapo anasema sadaka, wengine wanasema offering, wengine wanasema ni alms, lakini aliomba apewe alms kwa kizungu. Na maandiko yanasema kwamba mkono huu ukitoa huu mwingine usijue kwamba umetoa nini. Na ilikuwa desturi yake kwamba alms ilikuwa anapewa pale. Kwa hivyo na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema tu tazame sisi. Akaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Kwa hivyo Petro na Yohana walimwambia tutazame sisi. Na ule mtu kama desturi yake alijua kwamba anaenda kupokea kitu kutoka kwa wajamaa. Kuna kitu anaenda kupokea hela kama kawaida yake. Lakini siku ya leo ilikuwa sio hivyo tena. Ama namna gani? Unaelewaje? Okay, Mungu una kwamba Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akisema tutazame sisi. Kwa hivyo Petro create attention yake na kumwambia kwamba akaweze kuwatazama, maana walikuwa tayari kuweza kushukisha ama kufanya kitu kwa sababu yake. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Kwa hivyo walioangalia akitarajia kwamba kuna kitu ambayo anaenda kupata kutoka kwao. Kuna kitu anatarajia kwamba atapata kutoka kwao. Ungadhani alikuwa anatarajia kupata nini? Anadhani alikuwa anatarajia kupata nini? Sio pesa. Alikuwa anatarajia kupata pesa. Kwa hivyo alikuwa anatarajia kupata pesa. Lakini Petro alikuwa amejaa nguvu kwa sababu katika chapter 3 tunaona Roho Mtakatifu ameshashuka, ambaye alishuka na nguvu tele, na hata hapo chapter 2 tunaona watu wengi waliweza kuokoka na miujiza ikafanyika, watu wakaongea katika ndimi. Kwa hivyo kulikuwa na ishara za ajabu ambazo zilikuwa zimeshatendeka katika chapter 2 na tunaona kwamba Mungu alikuwa ameshatenda mambo makubwa ya ajabu. Kwa hivyo na Petro akakazia macho pamoja na Yohana akasema tutazame sisi. Akaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Alikuwa anatarajia kupata kitu. Na kweli hicho kitu alikuwa anakitarajia. Katika hisia zake alikuwa na mawazo mengine. Lakini hawa kina Petro nao walikuwa wana zawadi kubwa zaidi ya kile yeye alikuwa anatarajia. Kwa hivyo ni mtu ambaye anakaa kwenye lango na kila siku anaketi mahali pale akitarajia kupata tu pesa, akitarajia tu kupata kitu. Lakini siku ya leo inakuwa ni tofauti. Siku ya leo inakuwa ni tofauti. Tunaona kwamba anapata watu ambao wako tofauti, watu ambao wanakuja na njia tofauti. Karibu sana ndugu Mwenga kwa kuchelewa. Tunaendelea na chapter 3. Tunaendelea na chapter 3 ya kitabu chetu cha Acts, na tuko chapter 5. Kwa hivyo aliwaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Tunaona mara mingi pia huyu kwanza alikuwa ako nje ya kanisa, hakuwa ndani. Na hata wale watu ambao wako ndani pia kulikuwa na kitu alikuwa anatarajia kupata. Maana watu huenda makanisani wakitarajia kupata kitu. Lakini sasa inategemea wewe unatarajia kupata nini. Huyu alikuwa nje, hakuwa ndani. Na kuna kitu alikuwa anatarajia kutoka kwao. Na wale walikuwa ndani ya kanisa pia kuna kitu alikuwa anatarajia. Lakini huyu anapokea akiwa nje. Anapokea uponyaji, anapokea baraka zake, anapokea miujiza wake akiwa nje. Kwa hivyo miujiza wa Mungu unaweza kufanyika mahali popote. Muujiza wa Mungu unaweza kufanyika mahali popote. Unaweza kufanyika ndani ya kanisa, unaweza kufanyika nje, unaweza kufanyika mahali popote ambao uko. Kwa hivyo huyu alikuwa nje, hakuwa ndani, japo alikuwa kwenye lango.
Lakini Petro akasema mimi sina fedha, mstari wa 6, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu na Kristo wa Nazareti, simama uende. Kwa hivyo huyu ni Petro ambaye alikuwa ni kimbelembele, maana yeye alikuwa ndio kama leader wa kile kikundi ambacho kilikuwa kiko pale, alikuwa influencer. Lakini Petro akasema mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Kwa hiyo Petro alimwambia hawana hela. Hawana hela. Sasa sijui kama walikuwa na hela, mwalimu. Sijui kama walikuwa na hela ama walikuwa hawana hela, maana anasema yeye mimi sina fedha wala dhahabu. Ni kweli walikuwa wana pesa ama walikuwa wanajaribu kuonesha mtu kitu kingine tofauti? Kwanza naomba msamaha kwa sababu ya kuchelewa, lakini ukweli ni kwamba ukiangalia vile Yesu anazungumza maneno yake, anasema kwamba amekuja kwa wale waliopotea, na huyo mtu hakika tunamuona nje ya lango, si kwamba hako miongoni mwa watu. Sasa wale waliokuwa ndani walikuwa na matarajio yao, na huyu akiwa nje alikuwa na matarajio yao yake. Ina maana kwamba jinsi hii hawa wanasema kwamba Petro anasema kwamba sina dhahabu wala fedha. Ina maana kwamba hizi sana katika watu ya dunia ndio wanataka. Ndio hata unaona makanisa nyingi wanataka kufanya vitu kama miujiza ili wapate watu, na kutokana na wale watu wapate fedha. Lakini tunaona Yesu bila anasema kwamba wewe ukitaka vizuri jenga nyumba yako katika mwamba. Hiyo ina maana yake, na usiwe mjinga ujenge kwenye mchanga. Ukiwa mjinga ujenge kwenye mchanga ni kujenga ukiwa unatumaini kwa watu. Watu wako na nini? Watu wako na fedha, wako na nini? Hiyo sasa maana yake ni hiyo kwamba usitumainie watu, tumainia Mungu. Ukiweka tumaini lako katika Mungu utamweka tumaini katika mwamba. Kwa hivyo asante sana. Hapa naona mstari wa 6, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Sidhani kama Petro alikuwa hana hela. Petro lazima alikuwa na pesa, lakini alikuwa anajaribu kuonesha huyu kwamba kuna kitu cha maana zaidi kuliko zile pesa ambazo anawaza kuzipata. Kwa sababu watu wengi walio nje ambao hawako ndani katika familia ya Mungu, wao sana wanawaza pesa. Ukikosa kwenda akikosa kuja Jumapili katika ibada, wengine wako katika shughuli za kutafuta pesa. Kwa hivyo watu wengi ambao wako nje ya familia ya Mungu mara mingi wameweza kuwa na mawazo tu ya kutafuta pesa. Lakini kumbuka hawa ni nje. Lakini hata saizi imebadilika, walio ndani pia imekuwa sasa pia wanafikiria pesa. Sio kama ilivyokuwa katika hapa, maana Petro yeye alikuwa anacho cha kupeana. Alikuwa apeane kitu ambacho ni kikubwa, ambacho kinatoka juu kwa Yesu Kristo mwenyewe, na ile ilikuwa ni uponyaji. Lakini saa hizi tunaona kwamba ile iliyokuwa nje ya watu kutaka pesa nje ya kanisa sasa imeingia ndani. Ndio hata Yesu tunaona akipiga watu pale kwa sababu ya biashara. Lakini sasa saa hizi tunaona imebadilika kwamba watu wanaingia ndani na inakuwa sasa inakuwa ni pesa, biashara. Lakini sio kote, ni sehemu tofauti tu chache. Kwa hivyo Petro anasema kwa lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Kwa hivyo anamwambia kwamba nilicho nacho ni power ya Mungu ya uponyaji, na katika jina la Yesu Kristo inuka uende. Hajamguza, kumbuka hakumwekelea mkono, alitamka kwa power, alitamka kwa matamshi ya command, decree, akamwambia simama na uende. Hakumfinyilia chini mpaka anguke, hakumnyonga. Unajua saa hizi kuna mtu anasukuma mwingine chini yakimnyonga aone kwamba ameanguka chini ati pepo linaondoka. Hakumshika mwangushe chini amnyonge, yani alimwambia tu
ile pepo liondoke, na baadaye ndiye alimshika mkono kumwamsha. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 7 unasema kwamba akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo na miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akaenda akirukaruka na kumsifu Mungu. Tunaona kwamba akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake za vifungo vya miguu. Kumbuka huyu ni Luka ambaye ana report, na Luka alikuwa nani? Alikuwa daktari. Alikuwa ni daktari, ni msomi mkuu. Hata amekuwa ni daktari wa Paulo. Kwa hivyo haya aliyoandika hapa huyo Paulo ni kitu alithibitisha, aliona. Na nikiongezea hapo ni kwamba mwalimu, tukiona yule mwanamke aliyekuwa anatokwa damu kwa miaka 12, huyu mwanamke ana report kwamba pesa zake zote alizokuwa nazo zimeweza kwenda kwa waganga na wale watabibu wa kila aina, lakini pesa zile hazikuweza kumsaidia. Tunaona Yesu Kristo akiwa katika pale kisimani, anamkuta mwanamke fulani pale Msamaria, naye Yesu akijaribu kumuitisha maji ya kunywa, akamuuliza tangu lini Wasamaria na Wayahudi kuchangamana? Kwa hivyo Yesu akamwambia kwamba ukicha kwangu mimi nitakupa maji yenye ukinywa hautasikia kiu. Lakini yule mama akamwambia hauna kichoteo, utachotana nini? Lakini hakujua kwamba Yesu akaendelea kusema kwamba kama ungalijua huyu ni nani mnayezungumza naye, basi ungetambua na huje nikupe maji. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba sisi wanadamu hapa duniani, hata tukapewa mali dunia nzima, bado tutakuwa na uhitaji. Tukiangalia katika kuna sehemu moja walikuwa Yesu anasema kwamba Mungu anasema kwamba njooni mnunue dhahabu iliyosafishwa, njooni mnunue dawa kwangu, ambao dhahabu hii imesafishwa bure. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba tukimwendea huyu Kristo kwa ukweli, ako na uponyaji wa kweli na wa kudumu. Kwa hivyo sasa ni kweli kwamba Luka anaripoti kwamba huyu Kristo anapawa. Unaona Peter ametamuka tu na miguu imenyoka, anaenda zake. Huyu kama angelikuwa anaenda kutibiwa, angemaliza hizo dhahabu zote aliyokuwa anatarajia kupewa na kina Peter. Hata angepewa pesa vipi, mifupa ile haingeweza kunyoshwa. Unless sasa waende katika mahospitali. Unaona kama hivi sasa mtu akivunjika mguu, anakatwa mfupa, anawekwa chuma. Ni kweli kwamba Mungu aliweza kumnyosha ile miguu, akawa sawa, akaanza kutembea. Kwa hivyo tumaini letu ni tuliweke kwa Mungu ambaye kwamba ni mwamba. Amen. Kwa hivyo Yesu Kristo kweli anaponya, na Yesu Kristo jina lake tu kwa kutajwa tu iliweza kumfanya yule jamaa vile viungo vyake vikarudi sawa, na akaweza kuinuliwa, akasimama. Na mstari wa 7 unasema kwamba, mstari wa 8 unasema kwamba akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamuona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastajabu mambo yale aliyo mpata. Basi alipokuwa akiwashika Petro, wacha tuache hapo. Kwa hiyo tunaona kwamba aliposhikwa mkono, yeye aliingia hekaluni, hakwenda side nyingine. Alishikwa mkono na yeye akaona kwamba aweze kuingia pale hekaluni. Kwa hivyo unapata kwamba alipoingia pale hekaluni, aliingia pale akirukaruka, na watu wote waliokuwa pale hekaluni wakajua kweli kuna miujiza umetendeka hapa, maana walimjua tangu utotoni mwake. Lakini kuna sehemu miujiza zinafanyika, wanaofanywa miujiza kuna njia za utata ambana hatuelewi, hatujawaona hata wakiwa hivyo, hatujaona wakiwa hivyo, lakini tunasikia kwamba wamepona, wamefanya nini. Hatukatai Mungu anaponya, Mungu anaponya kweli. Lakini sasa kuna zile miujiza ambazo ni za fake, watu wana fake.
wanalipa watu kufanya zile miujiza na zinafanyika. Tunaona huyu watu wanaona kwamba kweli huyu amekuwa hivi tangu utotoni mwake. Watu wanashuhudia. Na ilifanya wakashangae, wakajawa ushangao, wakastajabu mambo yale yaliyompata. Kuna viwete tu vingi viko hapa duniani, lakini tunaona kwamba Yesu kweli alipokuwa hapa duniani hakuponya kila mtu. Aliwaacha bado viwete wako, aliacha bado kuna watu walikuwa waoni, lakini kuna wale alipita katika njia yao wakaweza kuwa anaweza kuona, wakaweza kuwa anaweza kutembea. Sasa huyu Petro wamekutana naye na ni mtu watu walijua. Sasa wewe kama umeshaiona mtu ambaye ametendea mambo haya na uliweza kumjua kweli huyu mtu alikuwa kiwete, alikuwa namna hii, alikuwa namna hii, mbona bado hauna imani na Yesu Kristo ambaye anaponya? Mbona hauna imani na Mungu ambaye anaokoa? Maana tunaona matendo makubwa ya Mungu ambayo ametendeka mpaka watu wanastajabu. Lakini jambo tu ni kwamba usiwe ni mtu ambaye hautakuwa ni mwenye kuelewa, kuwa mtu ambaye hauna discerning spirit, roho ya kupambanua. Maana nyakati hizi za mwisho ni za ukora mwingi pia, kwa sababu kusoma katika kitabu cha Revelation 13:13 tunaona hata inasemekana kwamba siku za mwisho hata moto utaweza kushukishwa kutoka mbinguni ukashuke chini. Yaani ni mishara kubwa za kufanya zitafanyika, lakini kumbe hata mtu atakuwa si mtu wa Mungu. Sasa nyakati hizi miujiza zilitendeka sana, hatusemi hazifanyiki saa hizi, zinafanyika. Itendeka sana, ishara zitendeka sana kubwa kubwa ili watu waamini. Na kanisa likajengeka likafika paka mara liko saa hizi. Sasa wewe unangoja nini? Haujaiona chochote kimetendeka kwa mtu, na hata kama hujaona hauna ukweli ya kujua kwamba Yesu Kristo alikuwa hapa duniani na akafanya yale aliyotuma kufanya na akaondoka anaishi kwa sababu yako. Mwalimu. Asante sana. Nashukuru mwalimu vile unapambanua, kwa sababu huyu aliyeandika kitabu hiki tumesema ni Luka, na katika hii verse 3 inafanana na ile verse 13, verse 11 ya kitabu cha sio verse 11, lakini nasema katika Luka 11 pale anazungumzia juu ya prodigal son. Tunaona yule prodigal son aliyeenda nje ndiye anaokolewa. Huyu alikuwa ndani hakupata wokovu. Hii inamaanisha kwamba, lakini sasa hapa tunaona watu wakiwa ndani wengi, watu wengi, lakini ile ya yule ndugu yake prodigal son aliyepaki alikuwa ni mmoja, hakuokolewa. Na hawa wengi vile vile wako hapa ndani ya kanisa, huenda wasipate wokovu wa kamili, kwa sababu malengo yale yaliwaleta hapa ndani, huwezi kujua ni malengo gani. Na tunaona kwamba huyu sasa akiwa nje mmoja, ambaye sasa hata watu hawamtambui, ndiye anapata kuokolewa. Unasikia anaenda ndani ya kanisa kirukaruka. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba, mpendwa, ambao wewe uko kanisani, unatuangalia katika online, uko kanisani lakini umeokoka, haujawahi kubadilika, ni miaka 30 sasa, ni miaka 50 sasa umepata wokovu, lakini you don't look like a saved person. Kwa hivyo tunakusii mahali popote, wakati uko kanisani, tubu, omba msamaha, ombea watu, udespise watu kwamba wale hawajaokoka. Maana watu ambao wako kanisani sasa ndio watu ambao wanaelewa vizuri sana, ambao watu wako nje pale wanasema Muslims, wale wengine wanatembea maraya. Mungu anaokoa mtu yoyote, haijalishi wewe ni kiwete, wewe ni maraya, how many people you have killed, but Amen. Amen. Kwa hivyo kanisani ni mahali pa watu kuja kucelebrate. Tunaona huyu jamaa amecelebrate kwa sababu ya matendo makubwa ambayo Mungu ameshamtendea. Kwa hivyo unapokuja kanisani, kuwa katika mood ya kuweza kucelebrate na kuweza kushikamana wenzako na kushuhudia matendo makubwa ambayo Mungu ameshaitendea katika maisha yako. Mstari wa 11 inasema kwamba basi alipokuwa akiwashika Petro na Yohana, watu wote wakawakusanyika mbio katika tao lile lililoitwa tao la Suleimani, wakishangaa sana. Hata Petro alipoyaona haya akawajibu wale watu, enyi Waisraeli, mbona mnastajabu haya? Au mbona mnatukazia macho sisi kana kwamba tumefanya
huyu aende kwa nguvu zetu sisi au kwa utaua wetu sisi. Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na Yakobo, Mungu wa baba zetu amekutukuza mtumishi wake Yesu, ambaye ninyi mulimsaliti na kumkana mbele ya Pilato alipokuwa ametoa hukumu yake afunguliwe. Bali nyinyi mlikana yule mtakatifu, yule mwenye haki, mkataka mpewe muuaji, mkamuua yule mkuu wa uzima, ambaye Mungu amemfufua katika wafu, na sisi tu mashahidi wake. Kwa tunaona hapa huyu jamaa ameshapona na ameingia kanisani, anarukaruka na watu wanashangaa. Matendo ya Mungu ambayo yanatendeka katika maisha ya watu ni ya kushangaza, wapendwa. Wewe unaweza kukaa pale, lakini Mungu akiamua saa hizi maisha yako abadilike, wewe utakuwa ni wa kushangaza watu. Maana Mungu kitu ambacho anatenda katika maisha yako, mwingine hajasoma lakini anakuja anafanya jambo kuliko yule mtu ambaye amesoma, kwa sababu tu ya kumjua Mungu na kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Kwa hivyo wakati ambapo Mungu anaingia katika maisha yako, lazima kuwe na change ambayo itashangaza watu. Lazima kuwe na demonstration ya kitu ambacho kimefanyika ndani ya maisha yako. Kwa hivyo wewe kama umekaa katika Ukristo na bado uko ndani ya Ukristo na bado wewe ni Mkristo, bado au unafikiria kupata vitu, basi bado uko na shida. Kwa sababu inafaa ukae ndani ya Ukristo na ile change ianze kuonekana dhahiri kwako, kwamba kuna transformation ambayo inaonekana katika maisha yako, na watu wakaweza kukuja, watu wakaweza kuona kweli kuna kitu. Nafaa watu waone kwamba kuna transformation, watu wakashangae matendo makubwa ambayo Mungu ameshatenda katika maisha yako. Mungu wa Ibrahimu alianza kuelezea kuhusu Mungu ambaye ametenda, na akawaambia kwamba waliweza kumfanya nini? Kumwachilia mwizi. Unajua Yesu na Barnaba, Yesu alikuwa hana makosa, alikuwa na dhambi. Barnaba ndiye alikuwa na dhambi, lakini Yesu alikufa katika Barnaba ndiye alikuwa asulubiwe kwa sababu ya dhambi zake, lakini Yesu akachukua nafasi yake. Maana watu walisema Barnaba fanye nini? Atolewe, Yesu asulubiwe. Na Barnaba alikuwa ndio mwizi, ambao labda unaweza kuwa ni mwizi, unaweza kuwa ni mnyang'anyo, unaweza kuwa ni kahaba, unaweza kuwa ni mtu ambaye hafai, amefanya dhambi mingi. Yesu ako tayari kuchukua nafasi yako. Ako tayari kuchukua nafasi yako. Haijalishi wewe uko namna gani, Yesu ako tayari kuchukua nafasi yako. Ule mwizi aliweza kuondoka kwa sababu watu walisema yeye aondoke. Kwa hivyo alikuwa ni mtu wa kwanza kuweza kuokolewa. Asante mwalimu. Katika hiyo kesi ya Baraba na Yesu, jina la huyu anaitwa Jesus Baraba, ambaye ni mtoto wa Baraba. Jina lake alikuwa akiitwa Jesus. Lakini lengo lile nilikuwa nazungumza kumhusu huyu ni kwamba Kristo alikuja ili wale wenye dhambi wafunguliwe. Huyu ni kweli. Unajua sasa hawa watu kama Pilato anamfungua mwizi, si kwamba alifanya makosa, hapana. That is why Jesus Christ came for those who are thieves out there, witchcraft people, watu ambao watenda dhambi. Kumbuka sasa Yesu yuko hapa, lakini mwizi anafunguliwa. Ina taswira gani katika Ukristo? Ni kwamba Yesu alikuja kufungua watu yoyote, uwe ni mwizi nani. Ndio unaona huyu Baraba anafunguliwa, Yesu anakuwa impelled. Anakuwa impelled kwa sababu gani? Anakuwa impelled ili sisi ambao wenye dhambi tupate kuokolewa. Mpendwa, usione kwamba labda huyu Pilato alifanya vibaya. Pilato alifanya yale Mungu alikusudia, lakini watu wengi hawakuyaona. Mpaka hata leo watu wengi hawajui kwa nini yule mwizi alifunguliwa. Alifunguliwa kwa sababu Yesu alikuja kwa sababu yake. Ni kama vile sasa tuseme kwamba we were supposed to be jailed or we were supposed to be killed, kwa sababu mtenda dhambi mshahara wake ni mauti. Lakini kwa sababu Yesu alikufa sasa kwa yule sisi tuliokoka. Kwa mfano sasa ni kama vile ndugu umefungwa kichela na mimi nimekuja nimetoa fidia. Ile fidia nikitoa lazima utoke ndani. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Yesu ndiye ako na fidia yetu. Alipokufa alitutolea fidia. Sasa ni wewe mwenye dhambi, ni wewe mchawi, sasa you come to Christ, kwa sababu Yesu amekufa kwa sababu yako. Unaona mwizi alikuwa sugu, amefunguliwa.
mkora alikuwa mahali amefunguliwa, hata mimi nilikuwa mbaya nimefunguliwa. Ndugu yangu hapa naye tukianza kutoa ushuhuda, ni kweli kwamba tumetoka mbali. Mungu Amen. Asante sana brother. Amen. Kwa sababu ya wakati, wacha tuharakishe ili tukaweze kumalizia. Basi sasa ndugu, najua ya kuwa mliyatenda haya, mstari wa 17, mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kana kwamba wakuu wenyu walivyotenda. Lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimizwa. Hivyo tubuni basi mrejee, ili dhambi zenyu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani, ambaye ili mpase kupokewa mbinguni, hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote vilivyonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Kwa maana Mungu kweli alisema ya kwamba Bwana Mungu wenu atawainulia nabii katika ndugu zenu kama mimi, msikieni yeye katika mambo yote atakayonena nanyi. Na itakuwa ya kwamba kila mtu asikilizaye nabii huyu ataangamizwa na kutengwa na watu wake. Naam, na manabii wote tangu Samueli na wale waliokuja baada yake wote walihubiri habari za siku hizi. Ninyi mmekuwa watoto wa manabii na wa maagano yale ambayo Mungu aliagana na baba zenyu, akimwambia Ibrahimu, katika uzao wako kabila zote za ulimwengu zitabarikiwa. Mungu akiisha kumfufua utumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza, ili kuwabariki kwa kumwepusha kila mmoja wenyu na maovu yake. Amen. Kwa tunaona hapa Yesu inasemekana kwamba aliongelewa katika vitabu. Manabii walikuwa washasema mateso yake vile atakavyokuja. Walikuwa washasema vile atakuja hata akufe kwa sababu ya watenda dhambi. Walikuwa washaongea mpaka atakuja kuzaliwa katika uzao gani. Na vitabu vilishafunguliwa kwa sababu ya yeye kuja. Lakini shida ilikuwa tu ni kwamba hawa watu walikuwa hawaamini Yesu Kristo ambaye amekuja, amezaliwa katika ukoo wao. Nakumbuka hata kijiji ambacho Yesu Kristo aliweza kuzaliwa, ambao ni Nazareti, tunapata kwamba inasemekana kwamba alifanya tu miujiza kidogo, lakini katika nchi zingine alifanya mambo makubwa, aliponya watu wengi sana. Kwa sababu nabii hana heshima kwao. Sababu hata wewe ukiwa ni mtumishi wa Mungu ama nini, umetoka sehemu fulani, watu wanakuona tu kama yule kijana tu yule. Tulisoma na yeye, tulicheza na yeye, tulikula na yeye, tulikuwa tunavaa nguo na yeye pamoja, tukioga mtoni, tukienda maji mtoni, lakini hawatambui ile uungu ambao uko nao, ambao umebeba. Kwa hivyo hawa wajamaa waliona Yesu kama ni mtu wa kawaida. Sasa Petro anajaribu kuambia kwamba sasa siku imefika sasa wakaweze kutambua, maana wanaona kweli matendo yake kwa jina lake tu, kwa nguvu ambazo anatenda kwa jina lake tu. Viwete, tunaona kiwete ashapona pale. Kwa hivyo wakaweze kumkubali huyu Yesu Kristo ambaye alikuwa ni mtoto wao, ni wa jamii yao, ni wa familia yao, ambaye aliweza kufanya matendo. Nakumbuka sio bado tunaona tu ati kwa jamaa, kwa familia yao. Yesu alikuwa tu si mwanadamu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa ni Mungu pamoja nasi, Emmanuel, God with us. Praise God. Amen. Kwa hivyo alikuwa ni Mungu tu katikati yetu. Lakini Mungu alitumia uwezo wake kufanya alivyofanya, akashuka chini zaidi ili sisi tukaweze kuonekana. Amen. Amen. Asante mwalimu. Mimi nashukuru kwa sababu ya wakati huu. Tukiangalia ile kitu Peter anajaribu kuelezea watu ni kwamba kweli huyu Yesu ambaye tunamzungumzia hapa siku ya leo ni kwamba amenenwa kutokea kitambo sana, lakini kwa sababu watu hawasomi, basi ikafikia kwamba waliwachwa nyuma. Hata sisi leo hivi, if we are not going to read the Bible openly, basi kuna mambo mengi tutadanganywa. Kama vile sasa tunaambiwa kwamba leteni pesa tununue maji,
leteni pesa tununue mafuta. Na mimi mtu wa Mungu nataka niwahakikishie kwamba msiwe watu wa haraka kwenda kuchukua vitu vile, kwa sababu kama mafuta mnaambiwa kwamba ni mafuta ya olive oil. Mafuta ya olive oil is one of the most expensive oil. Na ukitaka kujua mtu wa Mungu ambao unatuangalia online, kama unataka kujua hiyo mafuta ni original, nenda uchukue mafuta kiasi, weka ile taa ya utambi, alafu weke utambi wako ndani, uwashe. Kama haikuwaka basi hiyo ni mafuta ya uto. Ndio utaamini na kweli. Kuna namba zinapita hapo chini ya TV yako ama simu yako, utatupigia, utatuambia kweli research umefanya, umepata kwamba ile ni mafuta ya uto. Ile mafuta si mafuta ya olive oil, ile ni mafuta ya uto, lakini sasa iko pale kwa ajili ya kudanganya mtu ambaye peke yake tunamuhenzi na kujua kwamba alikuja kwa sababu yetu ni Kristo, na ametabiriwa. Unaambiwa kutoka nabii Samueli mpaka hivi sasa. Hata tukiangalia katika kitabu cha Timothy tunaona para 2:28 tunasema kwamba wakati huo tutatumwagiwa Roho ambaye atatuongoza. Hiyo vitu yote imetamkwa mahali pale. Kwa hivyo wapendwa, mimi ninashukuru kwa sababu nilipookoka watu wengi walikuwa hawajui kama nitaokoka, na kujua jinsi vile ninajua, sikujua hii yote hakika ni mapenzi yake Mungu na ni ya kila mtu, hata kwako uweza kupata. Kuna mtu mmoja tumekaa naye kule mjini, aliniona nikihubiri katika online. Yeye alisema mimi sikujua kwamba utajua kufika mahali hapo, lakini mimi nashukuru kwamba sio mimi. Uokovu kama umewekewa wewe, hakika Mungu atakuokoa na atakutumia, utaenda mbali mpendwa. Kwa hivyo tuweke imani yetu kwa Yesu Kristo, tusiweke imani kwa vitu mbadala. Kwa sababu hiyo mimi nashukuru sana kwa sababu ya utazamaji wenu na vile mnafanya kuangalia katika zile mahubiri na evening lamp, mnaendelea kuangalia. Nashukuru kwamba mnaendelea kutujenga kwa njia moja ama nyingine. Mkipata vitu kama hizo, jaribu hata kupeleka hivyo ili kupata time ili tuweze kukaa mahali hapa, kwa sababu hata watoto wetu pia vile vile wanataka uji na hata kukula, kwa sababu tunawashukuru kwa vile mnaangalia na tusupport. Amen. Mbarikiwe sana. Asante. Amen. Mungu awabariki sana. Kwamba tu ukaweze kujua kama Mungu anakupenda na ukaweze kumtumainia. Wewe ambaye hujampokea Yesu Kristo katika maisha yako, umeona nguvu zake, umeona kipawa chake, umeona kipawa cha utumishi wake vile kinafanya kazi, kwamba kwa jina la Yesu Kristo kiwetu tunaona akitembea. Kwa hivyo hata wewe najua kwamba Mungu anaweza kutumia na ukaweza kuokolewa na ukaweza kupona pia magonjwa. Magonjwa mengine tu ni dhambi ambazo umefanya. Na ukisamehewa dhambi ambazo uko nazo utaona kwamba umelegea kuwa sawa. Tunaona watu tu wamesamehewa dhambi na magonjwa yakawa wakaweza kupona magonjwa yao. Kwa hivyo inategemea tu wewe mpokee Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako na wewe utaweza kupokea uponyaji. Kwa hivyo wacha tukaweze, kabla hujaenda hapo, kuna kitu nataka kuzungumzia moja tu. Kuna nini? Data ina nini pale time? Nataka kuzungumzia kitu moja tu. Huyu mwizi aliyeokolewa pale wakati Yesu anasema kwamba atolewe gerezani, huyu alirudi kwao. Na watu walijua kwamba huyu mwizi lazima atauawa. Lakini sasa alipopona akarudi nyumbani, aliulizwa kwa nini? Kuna mtu mmoja anaitwa Yesu Kristo ndiye hiyo ni topic ya siku nyingine. Amen. Sawa. Taongea hiyo siku nyingine. Amen. Okay, kwa hivyo ningependa dada Florence ukatufungie kwa maombi na Mungu akubariki. Amen. Asante Baba Mwenyezi Mungu, asante kwa jioni njema. Tunashukuru kwa walimu wetu wameweza kutufundisha neno lako. Tunasema ni asante, ukawalinde, ukawabariki, ukaonekanie katika kazi wanaofanya. Naomba Mungu ukatuonekanie wakati tunapotoka mahali hapa. Ukatuongoze wakati tunapoenda nyumbani tuweze kufika salama. Ni asante, ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba hata kuamini. Amen. Okay, God bless you. Tukutane tena. Bye bye. Siku ya Jumapili, tukutane tena siku ya Wednesday katika Evening Lamp. Kwa hivyo God bless you. Barikiwe sana. Amen. Hii
tunaanza kuzungumza ni wekaoni,